makundi kombe la shirikisho barani Afrika ambao tutaucheza tarehe 22 mwezi Novemba nchini Algeria. Na hii ratiba ya tarehe 22 imebadilika jana baada ya kupokea ujumbe ama taarifa kutoka kwa CAF wakitueleza mabadiliko haya ya ratiba kutoka tarehe 23 Jumapili, na sasa mechi itachezwa Jumamosi ya tarehe 22 ugenini katika ardhi ya Algeria. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ndani ya timu, tupo kwenye maandalizi ya safari hiyo muhimu. Tunafahamu umbali wa kutoka Tanzania kwenda Algeria ni safari ndefu, kwa hiyo timu iko Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya safari hayo. Lakini tukiwa hapa Dar es Salaam tutapata fursa pia ya kufanya maandalizi ya awali kwa hapa nyumbani. Tutafanya mazoezi kidogo kwa takriban wiki moja, kisha safari itaanza tarehe 19 kuelekea nchini Algeria. Aha, lakini namna ambavyo wachezaji wanazungumza katika kikosi, na wao wanaonekana wako tayari kiasi gani kwa safari hii, lakini pia mchezo huu wa kwanza wa hatua hii ya makundi? Wachezaji wanajua ugumu ulioko mbele yetu, kwa sababu mechi ya kwanza tunacheza dhidi ya timu ngumu kweli kweli. CR Belouizdad sio timu nyepesi, na ukianzia kwao tunafahamu. Kwa hiyo ubora wa mpinzani wetu unaongeza focus ya timu, focus ya wachezaji. Kila mchezaji unayezungumza naye sasa hivi unaona utayari wake wa kwenda kupambana. Kila mmoja anatafuta nafasi ya kuwepo kwenye kundi ambalo litaenda kuaminiwa na kocha Miguel Gamondi kwa ajili ya kuipambania Singida Black Stars. Hicho ndio kitu ambacho kinatupa faraja viongozi, kuona wachezaji wenyewe kila mmoja anashindania nafasi ya kwenda kuandika historia, ya kwenda kuipambania Singida ugenini kupata ushindi. Ni ngumu, lakini kwa aina ya wachezaji ambao tuko nao, uzoefu wao na maarifa ambao wako nayo hasa kwenye michezo hii, tunaamini tunaenda kupambana na inshallah inawezekana kabisa kupata matokeo ugenini. Aha, na kwenye mchezo wenu wa mwisho lakini wa kombe la shirikisho, lakini pia wa ligi kuu Tanzania bara, hatukumuona kiungo wenu Khalid Aucho. Alionekana yuko bench, yuko jukwani. Shida ni nini ambayo inamkumba Khalid Aucho? Kwenye mchezo wa mwisho wa kufuzu kwenda hatua ya makundi, ni kweli Khalid Aucho hakuonekana. Hata mchezo nyuma yake pia hakuonekana. Ni kutokana alipata changamoto kidogo ya majeraha wakati yupo kwenye maandalizi uwanja wa mazoezi, lakini amekuwa chini ya uangalizi wa jopo letu la madaktari na hali yake imeimarika sana. Kwenye mchezo dhidi ya Pamba yalikuwa ni maamuzi tu ya kiufundi, mipango ya kocha Miguel Gamondi ya kutomtumia kwenye mchezo huu, lakini utayari kwa mujibu wa ripoti ya daktari, mchezaji alikuwa tayari kwa 100%, hana tatizo lolote la kiafya tena, majeraha yameshapona. Tunatarajia na mashabiki wetu watarajie endapo Miguel Gamondi atakuwa na mipango naye kwenye mechi ya kwanza dhidi ya CR Belouizdad, basi atakuwemo kwenye kikosi kitakachoenda kutupambania kutufungulia pazia rasmi la hatua ya makundi. Na inshallah ni mechi ambayo inamhitaji kila mchezaji awe kwenye utimamu wa 100% ili kwenda kuipambania Singida Black Stars ugenini. Kaka, mimi ni kushukuru sana. Sawa bana, wewe ni afisa habari wa Singida Black Stars kutoka kule mkoani Singida, akizungumza na sisi na kile ambacho kipo kubwa zaidi akitaja kuhusiana na swala zima la maandalizi na kuona namna ambavyo mipango yao imekamilika kweli kweli kuelekea kwenye mchezo. Zinashiriki michezo ya kimataifa, zimecheza weekend. Viwango vimeonekana kwa Singida hawa. CR Belouizdad walishakuja hapo kucheza na Yanga tuliwaona na ile Yanga ilikuwa ya moto kweli kweli, Pacome Aziz Ki. Aucho chana nayo kabisa. Unatamani rudi Unatamani, yani unajua wakati mwingine Yanga ni kama maji ya kunywa tu. Yani unataka utayanywa, utaki yani kwa Singida. Na Aucho juzi alikuwa yuko jukwani. Na umemsikia hapo Masanza akasema kwamba kakaa jukwani lakini tayari amepona. Kwa hiyo lilikuwa swala tu la kocha Miguel Gamondi kumpa nafasi, na inawezekana pia amempumzisha ili azidi kulikava. Aucho alikave kwa ajili ya hii game ya CR Belouizdad, kwa sababu ni mechi ngumu na nzuri pia, na kuna faida moja nzuri ambayo wanaifanya Singida kwenda kuanzia mchezo huu kucheza kule. Wanachotakiwa kule ni vitu viwili tu. Matokeo yawe ya ushindi au sare ili waje kumaliza nyumbani. Umeelewa? Wasikubali kupoteza. Na urejeo mtu kama Aucho, an experience pale katika eneo la kiungo cha ulinzi, imani yangu kabisa kwamba ataenda kuongeza kitu katika mchezo huu, na ninamwamini sana Miguel Gamondi na waheshimu wachezaji wa Singida.
ukiangalia Singida sasa hivi ni imezidi kuimarika. Clatous Chama yupo katika performance ambayo wengi wanapenda au wanatamani kumuona nayo. Chuku Gego. Kwa hiyo Singida no doubt kwamba hata hapo alipofika kwanza ni mafanikio. Hivi Singida ile inaweza ikaanza ina wachezaji wa kimataifa karibu kikawaida 9. Kikawaida wachezaji ambao watakuwa wazao watakaocheza Gego, Kibabage na sometimes kidogo anaingia Gadiel Michael Masalanga. Sasa it depends na hapa mazoezi hapa katikati, kwa sababu hata ile game alikuja kupewa ya Azam Complex ni baada yule wa Nigeria kuchoma kule, kuchomesha. Lakini nimeendelea kumuona kama hayuko vizuri Amos. Unajua unapokuwa unapata majanga kama yale, inatakiwa sasa mtu wa kutengeneza pia kisaikolojia, kitu ambacho hata kwa Dube nacho kinatokea na timu zetu zinakosea. Unajua mara chache sana unakuta Simba leo kufanya ili wapelekea mwana saikolojia wachezaji wake, walifanya seminar na wakawapa maneno fulani ili kuwarejesha wachezaji katika morali nzuri ya kiakili. Hata yule kipa wa Singida kutoka Nigeria anahitaji mtu wa kuzungumza naye kuweza kumweka kwenye usawa ili arejee katika hali yake. Wakati huu ni muda wa kumcheki mwakilishi. Usione kimya kidogo. Uko aliko wakilishi mambo ni magumu. Habari? Salama. Mimi naitwa Rema. Yaani kwamba hapo alipofika panatosha. Makundi ni mashujaa Singida mpaka wakati huu. Hadi wakati huu hakuna Mtanzania alitegemea Singida watafika hapa. Sure. Yes. Kwa watu wote tuliokaa hapa studio na wanaotusikiliza huko, sidhani kama kuna Mtanzania aliamini Singida Black Stars watafika hapa. Na hata siku ile Masanza amekaa hapa, alituambia wasipofanya vizuri aulizwe Chama na Aucho. Aiseo mwapaisha sana. Sasa kwenye kundi lao kuna timu mbili ambazo zinaweza kuwa kikwazo kwao, lakini kama watajipanga vizuri kwa aina ya wachezaji walionao, wana watu wenye uzoefu kwenye ile timu, wakaweza kukabiliana nazo, wanaweza kuwa moja ama kwenye zile timu mbili ambazo zinaweza kupita, wanaweza wakawa sehemu ya hizo timu. Pale kuna Stellenbosch na CL Belouizdad. Kumbe Stellenbosch sio kinyonge. Ndo wapinzani wao. Stellenbosch wameuza wachezaji karibia 3-4, lakini moto wao ni ule ule Afrika Kusini, kina Orlando akienda anachezea kama kaida yao, yani wameuza wachezaji wakatafuta wengine, wamekuja kwenye timu yao, timu inaenda kufanya vizuri na wengine wamewatoa academy. Ukizungumzia Afrika Kusini, moja ya timu yenye academy bora sana ni Stellenbosch. Ndio maana nakumbuka hata Modeuji kuna wakati shei kwenda kujifunza jinsi wanavyoendesha academy zao. Unajua ni timu ya juzi tumeweza kama 2018, lakini inamilikiwa na bilionea huyo bwana Joan Rupert. Nafikiri tajiri wa pili Afrika huyu jamaa baada ya Dangote. Mzee atakuma taangalia. Huyu jamaa amefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye hii timu. Yes. Stellenbosch. Yes, kwenye timu za vijana. Kwa hata wachezaji wao wengi, hata kama wataenda Nigeria wakachukua mchezaji, wanachukua vijana, wanawaleta timu ya vijana, kwa sababu Afrika Kusini wana ligi ngumu ile ya vijana, wanacheza, baadaye wanawapa nafasi kwenye timu ya wakubwa, wanafanikiwa. Kwa hiyo Mayombo ili kundi ambalo yupo Singida. Sasa mimi najaribu hapa kwa cheki wa CL Belouizdad. Sio wabaya sana, na wenzetu kule wamefanikiwa kutoa timu 3 ambazo zinashiriki kwenye michuano hii. Kuna Kabili, Belouizdad na Usma. Yeah. Kwa hiyo wako 4 na nani mwingine? MC Alger, Mokwena, JS Kabiri. Sema sasa mwaka huu CL Belouizdad na US Mwaja. Kwa hiyo maana hii Belouizdad mwaka huu haiko vizuri mwaka huu, lakini kwenye msimamo wako nafasi ya 9, wako nafasi ya 9, lakini Kabili mwenyewe yuko nafasi ya 7, Usma yuko nafasi ya 10, na kuna michezo mingine hawajacheza. Usma kawaida yake kwenye ligi kwenye ligi ya ndani Usma asubuhi ni nafasi zake hizo 4, akijitahidi 5-6 atachukua KFA, ila kija shirikisho so mnyonge choo kumkuta finali na kuja kaondoka nao. Hii ni vita ya makocha wawili wa Young Africans na Said Ramovic huko Mejera Angel Gamondi. Nani alifanikiwa kwa Yanga? Gamondi si ndo alifanikiwa. Msimu mmoja tu Gamondi alifanikiwa. Sasa miezi 3. Unaitika nini? Gamondi alifika robo, huyu mwingine alishia makundi. Hivi Gamondi ndio robo na Mamelodi ya kugonga Besela ile. Mimi nadhani kwamba
mchezo kwenye makaratasi tunauona ni mzito sana kwa sababu ya jina la CR Belouizdad na hata experience yao kwenye mashindano ya kimataifa. Lakini pia Gamondi anarejea kwa mara ya pili katika ardhi ambayo alipigwa mechi ya kwanza goli 3. Unajua mchezo wa kwanza Yanga anapoteza goli 3 dhidi ya CR Belouizdad, kocha alikuwa Gamondi. Na anarejea tena katika ardhi ile. Naamini kuna kitu ambacho atakuwa amejifunza pia. Singida wanaweza kuwa kwenye pressure kubwa sana kwa sababu ndo kwa mara ya kwanza wanafika group stages, lakini naamini uwepo wa wachezaji kama wakina Antoine Trabitra, Cletus Chota Chama, mtu kama Harid Aucho unaenda kuongeza kitu ndani ya kikosi chao. Experience waliokuwa nayo naamini utawajenga sana wachezaji vijana ambao wanao kwenye mashindano haya. Tunaweza hatuwapi sana nafasi, lakini wanaweza kaenda kuwa surprise package kwa sababu hata CR Belouizdad msimu huu kama alivyosema Mwayombo hawana performance ya kufurahisha. Unajua hata mchezo wao wa mwisho ambao nimeuangalia juzi walitofautiana, yule mshambuliaji wake Abdurrahman Miziane alitofautiana na Sid Lamovic, alimfanyia substitution. Miziane hakufurahishwa na kile kitu. Kwa hiyo mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa dakika 90. Richa kwa CR Belouizdad anaweza kuwa na kikosi chenye gharama kubwa sana, lakini Singida naye pia ana baadhi ya wachezaji ambao wameshawahi kucheza mashindano haya na wana hiyo experience kubwa sana na wana uwezo wa kutumia nafasi. Mtu kama Ramini Jaju amefanya hivyo akiwa na Al Hilal Omdurman. Mtu kama Harid Aucho amefanya hivyo akiwa na Yanga. Wakina Antoine Trabitra na Andekof Sirile walifanya hivyo akiwa na ASEC. Kwa hiyo sidhani kama wale wachezaji wengine ambao wanazungukwa na wachezaji wenye experience watakuwa hawapewi baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa kuwajenga wao kuelekea kwenye michezo migumu kama hii. Unajua michezo ya ugenini ukiwa na approach nzuri inaweza kukunufaisha, na ndio kitu ambacho mara nyingi sana ananufaika nacho Stellenbosch. Stellenbosch anajua jinsi gani kuja kucheza ugenini. Anaweza kukubali umshambulie akapaki basi muda wote. Ukitoka chini kwa idadi kubwa ya wachezaji kwenda kumshambulia yeye, akipiga counter attack wanaweza kaenda kukumaliza washambuliaji wake. Kwa hiyo hata wao Singida wanaweza kuwa na mpango mkakati wao jinsi gani ambavyo wataenda kumkabili CR Belouizdad. Lakini pia tusiwakatie tamaa kabisa kwa sababu bado wanapumua, ujue wanaweza kaenda kutoa surprise ujue kwenye mashindano haya. Licha kwamba ni timu ngeni, lakini inaweza kwenda kuwa na surprise katika mashindano haya. Unakumbuka Ghana msimu juzi ilikuwa wale Dreams msimu juzi, yes. Dreams FC walifika nusu semi final wakaenda kutolewa katika ardhi ya nyumbani kwao na Zamalek. Lakini walitoka kule katika nchi ya Misri wakiwa sale bin Sulu bila na Zamalek. Yes. Wakapigwa 3-0 nyumbani. Ni timu ambayo ilikuwa hata ipewi nafasi kubwa ya kwenda kufanya vizuri. Kuna msimu Bere Kumchesi naye aliingia akafika mpaka group stages. Kwa hiyo kuna muda tupaswe kuwakatia tamaa, tunapaswa kwa Al Shandi. Unawakumbuka? Achana kuna wale wengine wa Afrika Kusini wale ambao chana Marumo Gallants. Yes, for the first time. Kwa hiyo hata Singida tupaswe kuwakatia tamaa kwa sababu wana wachezaji wenye experience. Na mchezo wa mpira wa miguu kuna muda unakuwa na surprise sana. Washuka daraja wakacheza finali. Washuka daraja kucheza finali. Kwa hiyo hata Singida tusiwakatie tamaa. Mimi naamini wanaweza kupambana kwenda kutusurprise huko mbele ya safari. Cha msingi tu wanapaswa kuheshimu aina ya timu wanazokutana nao, kwa sababu Belouizdad ukienda kichwa wanaweza kukudhalilisha. Kwa hiyo cha msingi ni kuwa na mpango mkakati wa kuingia mechi husika. Naamini na wana mwalimu ambaye anafahamu soka la nchi za Kiarabu lipo vipi. Kwa hiyo wanaweza kwenda kutupa surprise kubwa sana. Tunaweza tukawa na matarajio au tuna imani kwamba labda huyu Lambalamba anaweza akajitutumua, afu mwisho wa siku tukakuta Lambalamba anashindwa kupata hizo pointi ambazo sisi tulizitarajia, lakini Singida Black Stars wakafanikisha. Kwa hiyo tuendelee kuombea, tuendelee kuamini kwamba lolote linawezekana. Licha ya CR Belouizdad kuonekana ni jina kubwa kuliko wao, lakini hata wao wana nafasi ya kuprove kitu kikubwa. Na ni dakika ya 11, dakika 19 pekee ndizo ambazo zimesalia kabla ya kufika majira ya saa 1 dakika. Alafu hii tuanzie hapo. Yaani unajua kuna kitu kimoja. Sisi Bongo. Mtu anaweza kaanzisha tu mada hata katika hizi social networks. Alafu na ikatembea vile vile. Fitness. Hiyo haijaanza leo ujue. Sasa twende sasa. Msimu umeanza Yanga wana fitness. Wanasema hivyo. Kuna muda ilipelekwa Simba. Lakini kwa Simba mimi naweza nikasema ni sawa kwa sababu Simba wakati ule wako kwenye pre-season, wao wanatafuta pia wachezaji. Ndio. Ile kosa kule upande ule sawa. Ile upande wa Yanga walikuwa hawatafuti wachezaji, yani walikuwa wanaandaa kikosi kwa ajili ya msimu mpya. Sasa tukija katika pitch, mtu hapa anitajie wachezaji wawili tu
ambao wana fitness. Alafu tuanze sasa hapo katika wachezaji wawili tuwajadili kwamba fitness yao iko chini vipi. Na kabla hujatajua wachezaji wawili labda pengine fitness kwenye eneo gani? Yani lazima mtuambie sasa, yani hata huyo mdau anasikiliza huko. Atuambie fitness kwenye eneo gani? Fitness kwenye eneo gani Nira? Alafu yule jamaa Africast yule aliyeondoka na Nabi yule. Amiguldechi. Yaani nyinyi wenyewe tu mnajua kwamba kuna utofauti, kuna njano kusema kweli. Yaani wenyewe tu wanakaa wanajua kuna utofauti. Yaani umesikia Isa? Kuna kitu ambacho kipo wazi. Ushanielewa? Bro. Kila mwalimu ana nafasi ya kuja na benchi lake. Ushanielewa? Na anakujaga na watu wake ambao wanaamini hao nikifanya nao kazi naweza nikaendana nao, na jinsi ambavyo wanawatrain wachezaji ni vitu ambavyo mimi mwenyewe navihitaji. Kuna muda ulikuwa ukiona ile nishati anayokupa Duke Abuya kwenye midfield. Dakika 90 wewe mwenyewe unaziona ni chache. Kuna nishati alikuwa anaitoa Maxim Pia Zengeri kwenye base ya midfield. Kuna muda mpaka zilizuka tetesi kwamba Yanga huenda wanatumia madawa. Ile ni kazi ya mwalimu wa fitness jamani. Kuna muda hata Pacome kuna nishati moja alikuwa anaitumia kwenye dakika 90. Ndio. Uombi kukutana naye dakika 90. Mechi moja hapo nitakukumbusha. Yanga zidi ya Singida. Ile ya finali Achana ya finali. Ile ya 1-1 anapiga Pacome na mguu wa kushoto. Hebu mtafute ule Pacome. Afu njoo uje kumrelate na Pacome wa msimu. Sasa ndio maana tunaona kabisa kuna baadhi ya vitu kwenye fitness level ya mchezaji vimepungua. Ujue mwalimu wa fitness sio tu kuwajenga wachezaji in fitness, hata tactical awareness ya wachezaji. Nila mimi naomba nikuchallenge. Namchallenge Nila kwamba hata huyo Pacome wa msimu uliopita anapewa training ya fitness na huyo jamaa ulomtaja, lakini bado yeye mwenyewe alikuwa anajiongeza. Unajua anaenda wapi? Napajua kule anaenda. Unajua kuna vitu. Ngoja nikwambie kwa. Unajua kuna muda hawa wachezaji tusiwachekee. Pita kwenye Instagram jana tulikuwa tunajadili kwenye group na baadhi ya wadau. Hawa wachezaji kwanza wanachelewa kulala. Hawa wachezaji ukienda wana like picha za watu huko mitandaoni. Kulike hata inawezekana hata mazoezi wao hayatunzi. Huyo fitness anaweza kaa anawapa mazoezi wao, mazoezi hayatunzi. Bro, mazoezi hayatunzi, hao hawajaanza kulike hizo picha jana ujuzi. Alafu kitu kibaya kinapokuja, kuna baadhi ya mlolongo wa wachezaji ambao ni shati ambao walikuwa nakupa. Mfano mwepesi tu, fullback light. Hebu iangalieni ni shati ambao walikuwa naitwa Israel Patrick Mwenda msimu uliopita. Bila hata kuongea makando kando. Unajua kuna muda ilikuwa nafikia hatua unaweza kuwa na mashabiki wa timu pinzani ambao waliwahi kumkataa Isla. Wakawa wanakuuliza, ina maana sisi ndio tulimkataa Isla, mbona yupo bora kiasi hichi? Hebu njooni muangalie nishati ya Isla sasa hivi. Mimi binafsi na ndio maana sitaki kumwaminisha mtu au kumlazimisha apande kwenye boti ambayo naiamini. Ushanielewa? Ila mimi na wasiwasi juu ya fitness coach ambaye wanaye sasa hivi. Nimeona ma fitness coach ambao wamewahi kupita Young Africans. Viongozi wao walikuwa na weledi mkubwa sana kwenye kutafuta hawa watu. Na hawajawahi kuwaangusha. Ila wa sasa hivi kuna baadhi ya nishati ambayo unaiona kama imepungua kwa wachezaji. Sawa, mimi kwa upande wangu kama wachezaji wote wangekuwa hawana fitness, maana yake kocha ana shida. Ila kwa wachezaji wa yule watatu shida zipo kwa wachezaji. Sawa Thomas. Yaani ukimzungumzaji benchika hubugo. Hapa Bongo tunalikimbiza. Takwimu zipo. Tunalisakata kabla. Chandimu 89.7 Bongo FM Muweza raha zilipokita kambi. Yaani ukimzungumzaji benchika hubugo. Hapa Bongo tunalikimbiza. Takwimu zipo. Tunalisakata kabla. Chandimu. Bado ni Chandimu na tuko hapa, dakika ni 10 pekee ndizo ambazo zimesalia kabla ya kufika majira ya saa 1 dakika 30, wakati ambao shilingi 100 watu ni 40 tofauti inakwenda kutoka. Wewe Yasi bonyeza nyota 150 nyota 01 alama reli, chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, namba ya kumbukumbu ni 333, maneno Bongo kiasi buku. Namba yako ya siri hapo itakuwa tayari umeruhusu mamala wako uweze kutoka. Airtel bonyeza nyota 150 nyota 60 alama reli, chagua namba 5, lipia bili, chagua namba 4, kisha weka namba ya kampuni ambayo ni 553111, namba ya kumbukumbu ni 333, maneno Bongo kiasi ni buku. Namba yako ya siri hapo itakuwa tayari umeruhusu mamala wako uweze kutoka. Halotel bonyeza nyota 150
nyota 88 alama reli, chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 3, namba 4, kisha weka namba biashara ambao ni 553111, namba kumbukumbu ni 333, maneno bongo, kiasi ni buku, namba yako ya siri hapo itakuwa tayari umeruhusu mamala wako uweze kutoka. Vodacom bonyeza nyota 150 nyota 00 alama reli, chagua namba 4, lipia bili, chagua namba 4, kisha weka namba kampuni ambao ni 553111, namba kumbukumbu ni 333, maneno bongo, kiasi ni buku, namba yako ya siri hapo itakuwa tayari umeruhusu mamala wako uweze kutoka, nawe utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanasubiri tu fedha kutoka pale kwa Mshua. Dakika 8 kutoka hivi sasa. Afisa habari wa klabu ya JKT Queens Masau Bwire amefanya mahojiano na mwandishi Evans Mwando kwa nchini Misri. Masau ametamba kesho kutembeza kichapo cha kizalendo kwa ASEC Mimosa katika mashindano ya ligi ya mabingwa timu za wanawake barani Afrika. Mimi ninaamini kwa asilimia kubwa kwamba vijana wamerekebishwa, vijana wameelekezwa, wamefundishwa wakiwa katika eneo gani wafanye nini. Yale yaliyojitokeza katika mchezo wa awali, nafasi zilizotengenezwa takriban 6 wakashindwa kuzitumia vizuri, hayo yote ni makosa ambayo benchi la ufundi linaloongozwa na mwalimu Kesi Abdalla Juma wamerekebisha hayo mapungufu. Kwa hiyo nina imani, nina hakika kesho lazima nyavu za ASEC Mimosas zitalalamika. Kwa maana kwamba kichapo cha kizalendo kitakuwepo. Kichapo cha kizalendo sasa rasmi kesho kinaanza kutambulika kimataifa. Wakizungumze kwa lugha zao, wakitafsiri kwa lugha lao, lakini bado ibaki ni kichapo cha kizalendo kiheshimike. Ya wengi ndio wanasubiri kwamba labda kichapo cha kizalendo kimeshindikanika Ismailia. Haiwezekani kishindikanike. Na hata wale walioshuhudia ule mchezo ukichezwa dhidi ya Gaborone United, waliamini na walikubali kwamba hakika JKT Queens katika mashindano haya pamoja na kutoka sare bado wameonesha ubora, bado wameonekana ni bora kuliko wale wengine. Sasa ili waamini kwamba sisi ni bora kuliko wale wengine, lazima kichapo cha kizalendo kianze kutembea. Mimi ninaamini kwa asili. Huyo ni Masau Bwire akiwa na mwandishi wa habari za michezo Evans Mhando, na wamezungumza vizuri sana kuhusiana na maandalizi, lakini pia kile ambacho kipo pengine kwa timu hiyo ya JKT Queens kuweza kufanya